Nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia leo hii kuweza kutimiza yale ambayo tumekuwa tunajiwekea kila mwaka, kila ambapo inafika siku ya Idi ya Adha kama hii, huwa tuliweka malengo ya kuwa na yatima wetu. Lakini hili jambo sio rahisi mpaka hapa tulipofika. Kiukweli lina mambo mengi, tumepitia mambo mengi, lakini nashukuru kwa Mwenyezi Mungu mpaka sasa hivi jambo limekuwa na yale malengo yetu yameweza kuonekana. Sasa tunapoelekea, Mwenyezi Mungu inshallah atatujalia, naona tunaweza kufika. Na kiukweli tulianza watu kidogo, lakini sasa hivi nyinyi wenyewe mnaona watoto ni wengi, lakini na mahitaji yamekuwa yameongezeka. Kwa hivyo tumekuwa kila wakati tunajaribu kukaa na washauri ambao consultant wetu kwenye taasisi yetu wanatuambia mfanye hivi, mfanye hivi. Tunaelekea yale maelekezo ambayo wanatupa. Na kiukweli mpaka sasa hivi tulipofikia, sisi wenyewe tunasema tunaona wapi tunaenda. Hili si kwa sababu ya ubunge tu, lakini hata imani yetu ya dini ya Kiislamu inatutaka tufanye haya. Kwa hivyo ningesema nawaambia Waislamu wote wenye uwezo, sio ubunge tu, wenye uwezo. Kuna watu wana uwezo zaidi ya wabunge lakini hawafanyi, na kuna watu kama mimi wana uwezo zaidi ya mimi. Mimi sina uwezo kuwapita watu wote Zanzibar, lakini nina uwezo ambao kiasi ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia, nasema kile ambacho ninacho na kwa mwongozo wake basi narejesha kwa jamii. Na hichi ninachokifanya, jambo ambalo linanifurahisha zaidi, linanitia moyo, naunganisha jamii. Tunakuwa wamoja, lao langu, langu lao. Na ndio maana unakuta hata hapa ukihesabu watu, nimefanya hii shughuli kwa kutegemea watu ni 1800. Ndio malengo yetu, na kila kitu kimetayarishwa hivyo. Ikiwa soda, ikiwa maji, ikiwa chakula, kimetayarishwa kwa watu 1800. Na tulianza na watu 55. Mpaka leo tumefika hapa. Kiukweli ni jambo zuri, na mimi ningewashauri wenzangu zaidi wabunge kufanya mambo kama haya katika majimbo yao. Si kwa ukubwa kama huu ambao watakaouona kwenye jambo letu la leo. Sisi hatukuanza leo, huu ni mwaka wa 10 sasa hivi. Kwa hivyo na wao wakianza taratibu, basi na wao watafika. Na jambo hili linawaleta wananchi pamoja, na hii ndio ile ambayo tunahimizwa kwenye chama chetu, lakini marais wetu Dr. Hussein, Dr. Samia, wote wanatuhimiza kwenye umoja na ushirikiano. Na bila kuficha, ilani ya chama changu, mimi ni mbunge wa Chama cha Mapinduzi. Ilani ya chama changu, slogan yetu mara hii sisi tunasema kazi na utu. Na utu wenyewe ndio kama huu. Lazima tuoneshe na turejeshe kwa jamii. Mimi kwa vijana hawa sihitaji malipo yote. Mahitaji yangu Mwenyezi Mungu ataniongoza na ataniwafikisha kufanya haya mema ambayo yeye ametuwafikisha sisi na ametutaka tufanye kwa kila mwenye uwezo. Wapo ambao shule, wako ambao wanafanya biashara, lakini wapo wengine ambao wanahitaji mpaka makazi. Wote makundi mbalimbali, kila mtu anafaidika kutokana na mahitaji ya wakati ule aliyokuweko nayo. Na taasisi yetu, mtoto anakuwa na miaka kuanzia siku moja mpaka miaka 18 anakuwa chini ya taasisi yetu. Akifika ndani ya nje ya miaka 18 tunamruhusu anaenda kufanya yale yake ambayo anahisi ataweza kujitegemea. Yaani tunamfundisha na kujitegemea. Ikiwa mtaji, basi tunaweza kumwezesha, na ikiwa anataka kuendelea labda na elimu ya juu, basi tunamwezesha ili aendelee. Lakini still hata akiwa nje ya miaka 18, still bado anakuwa ni member wa taasisi ya Pondeza Foundation, na anapopata tatizo lolote, ikiwa hata ushauri, anakuja, tunampa ushauri, anaenda. Lakini anapokwama tunakuja, tunamkamata mkono, tunaenda naye. Wito wangu kwa wananchi wote wa jimbo la Chumbuni, tuendeleze umoja wetu na mashirikiano. Na mimi kama nilivyosema, hili linatokana na mapenzi yangu kwao, lakini pia wakati nawaomba ridhaa wananchi wangu wa jimbo la Chumbuni, niliwaahidi kwa kila itakapofika siku ya mwezi 10, mwezi wa huu wa Dhulhijja, basi nitajumuika nao. Na ndio maana naendelea kufanya, na Mwenyezi Mungu ananijalia. Hakuna mwaka ambao nimewahi kufeli. Isipokuwa mwaka jana hatukufanya hii shughuli kwa sababu nilikuwa nimeenda kuhiji, nimeenda haji. Kwa hivyo nikaona siwezi kulifanya wakati mimi mwenyewe
sipo, lakini kila kitu alhamdulillah, na wao wengine wote wafanye jambo kama hili. Tutaleta amani katika nchi yetu na katika majimbo yetu.